أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن نجد وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وطاعة، فقد قال الله عز وجل في محكمه تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Na vile vile tunashukuru Mwenyezi Mungu kutokamana na neema ya kushukuru, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametakasika, kwa sababu bi ni'matihi tatimu salihat. Kwa neema zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtimizia yule ambaye ni mwema. Wa bifadlihi tanalu darajat, na pia kutokamana na fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake hupata daraja, na kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yudhaifu liman yasha'u min ibadi al-hasanat, anamuongezea yule ambaye anataka miongoni mwa waja wake. Al-ikhwa, mada ya siku ya leo ni kuhusu fadhila za kushukuru na vile vile malipo ambao wale ambao ni kushukuru hupata. Fadhlu shukr wa jazaa'u shakirin. Kwanza kabisa, ma maana shukr wa ma arkanu shukr. Je, shukuru ni nini na shukuru iko na nguzo zipi? Shukuru katika lugha ya Kiarabu, Waarabu wanasema ya kwamba, ama umefasiri kushukuru kwenye lugha ya Kiarabu, ni chanzo cha neno shakara, yani mtu ameshukuru, yashukuru katika wakati ambao ulioko anashukuru. Nayo hii shukurani ni julisho la kujua kuhusiana ama kutokamana na wema, al-ihsan. Ihsan, wana ilmu wanasema kwamba anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarahu. Hiyo ndio ihsan. Ihsan ni mfano wa mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu ni kama mtu huyo anamuona, na ikiwa inapita hisia ya kwamba hamuoni, basi aelewe ya kwamba hakika yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamuona. Hiyo ndio ihsan. Na kuwa na hiyo ihsan, na pia vile vile wanashuruhu, unaieneza hiyo ihsan. Wa hunaka shukuru min Allah, pia vile vile tuko na ile kushukuru kutokamana ama kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kuna kitu ambacho utakachokishukuru
kimetokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kushukuru ni ule mfano na pia vile vile ni sifa ambazo ni nzuri. Na vitu ambavyo vyenye kushukuriwa ni vingi, na jambo yake ama wingi wake ni shukrun, yani shukurani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema innahu kana abdan shakura. Alikuwa anapigia mfano moja katika mitume wake akisema kwamba huyu mtume alikuwa miongoni mwa wale ni waja ambao ni kushukuru. Wa amma shukur fi sifati la, ama shukurani katika sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa maanahu, maana yake yuzaku inda al-qalil, yani unatakaza au takazo mbele ya kitu ama vitu ambavyo ni vichache. Min al-amali al-ibada, miongoni mwa amali za waja, fayudha'afu lahum al-jazaa, kwa hivyo ikawa ni sababu ya kuongezewa malipo yake. Ndugu watukufu wa Islamu, wa shakarahu liibadihi maghfiratihi lahum, na ile shukurani ya waja, mtu atakaposhukuru ima kwa chochote ambacho imekuwa ni sababu ya kushukuru, kwa hiyo tunaambiwa kwamba ni maghfiratihi lahum, ni msamaha kwao, na pia vile vile wa kaulihim, na ile mazungumzo yao, sababu tunaambiwa shakara sa'ihi ay bi maana athabahu Allahu ala dhalika, yani inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpa thawabu kutokana na jambo lile ambalo amelishukuru. Ama istilahia, ama katika sharia, kushukuru huwa dhuhur atharu ni'mati Allah ala lisani abdihi qawlan au amalan, ni mtu kudhihirisha ile athari ya neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia ulimi wake ama ulimi wa mja, kwa kauli na kwa matendo. Na inasemekana kwamba huwa i'tirafu bi ni'mati al-mun'im ala wajhi al-khudu', ni mtu kujulisha neema ya ule ambaye mwenye kumpa ile neema kwa ile njia ya kunyenyekea. Ibn Qayyim anazungumzia kuhusu kushukuru. Anasema Ibn Qayyim, ashukuru dhuhuru athla ni'mati Allahi ala lisani abdi, ya kwamba kushukuru ni kudhihirisha ile athari ya neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa kutumia ulimi wa mja, kusifu na kujijulisha, ala kalbihi, kwa ule moyo wake, kwa kushuhudia ya kwamba yeye ana mahaba, ala jawari, kwa viumbe vyake, yani kwa viungo vyake. Na pia vile vile Ibn Saadi rahimahullah katika tafsiri yake anasema ashukuru i'tirafi alqalbi biminnati llahi ta'ala, yani ni kule kushukuru ni kule kujijulisha moyo, ni yani kujieleza moyo kutokamana na ule utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Ibn Abbas
Raza Mwenyezi Mungu zimwendee, asema Rasulu sallallahu alaihi wasallam kwamba madhara an-nas amuthira an-nas ala ahdi nabii sallallahu alaihi wasallam, watu walinyeshewa au watu walijiliwa na mvua katika zile enzi ama zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakala nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, asba'a minan nasi shakir wa minhum kafir, yani imekuwa kutokamana na hii mvua, imekuwa ni sababu ya watu wamefanya nini, wameshukuru kwa sababu ya hii neema ya mvua, pamoja na kuwa ile mvua iliwaletea madhara. Hawakuangalia ile madhara ambayo ililetwa na mvua, lakini kwa sababu ile mvua inazalisha, kwa hiyo wakashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na ile mvua. Ni kama sisi wakati ule ambaye tunahitajia mvua, tunakuwa na lalama nyingi sana. Kila mmoja analalamika, mbona mvua hainyeshi? Kila mmoja kila analia katika sehemu aliyoko ya kwamba mbona mvua imekawia, hainyeshi. Lakini pamoja na kuwa hiyo mvua kikuja na ile madhara yake, tena utapata ya kwamba wanalalamika kuwa mvua imekuja ile ya haraka. Hajaangalia ya kwamba pamoja na ile na haraka, lakini ni kipi ambacho mvua hii itakitoa. Kwa hivyo ndo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kuna miongoni mwa watu, pamoja na kuwa mvua ni neema, lakini wao wanakufuru kutokamana na ile mvua. Kuna wale wanashukuru, na kuna wale ambao tena kuna kafiru, wanakufuru. Sasa wale wenye kushukuru wanasema hadhihi rahmatullah, hii ni rahma kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu pamoja na kuwa imeangamiza, lakini maadamu itakapopata ardhi itakuwa na uhai, na ardhi itakuwa na uhai, basi pale ndio mwanadamu chochote ambacho atakachokipata katika riziki kitatoka katika ile ardhi. Wa baadhuhum, na baadhi wao wana kashifu hiyo mvua kwa sababu imewadhuru katika sehemu kadhaa wa kadhaa. Kwa ndugu watukufu wa Islam, ashukuru lahu arkan, shukurani na nguzo zake. Na miongoni mwa nguzo za kushukuru, kwanza kabisa na al-i'tirafu bi neema, kujijulisha ama kujua ile neema ina faida gani, au wewe mwenye kupata ile neema una yapi ambayo yatakuelekeza katika ile neema ambayo umeipata. Kwa hivyo hiyo ndio nguzo ya kwanza katika hii ashukuru. Nguzo ya pili katika neema, tunaambiwa atahaddathu biha wa thanai ala almun'im, ni kuizungumzia ile neema. Unaizungumzia ile neema yenyewe, na pia lazima upate kumsifu yule ambaye ni mwenye ile neema, ambaye sio mwingine, sio mwanadamu, lakini neema inatokamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Amma katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake lazima kuna wale ambazo watakaozungumzia kwa uzuri,
kwa sababu wameelewa kwamba neema inatokana na Mwenyezi Mungu. Na kuna wale ambao pia vile vile watakaizungumzia ile neema kwa sababu wao hawana habari na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au kuna wale ambao wanaelewa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini kwa sababu ya kile kibri au sababu ya ile kughafilika, utapata ya kwamba wataongelea maneno ambayo sio ya kufaa mbele ya neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii aya Nabii Daud alayhi salatu wasalam aliambiwa kwamba i'malu shukra lillah ala ma ataakum wadhālika bi ta'atihi wa imtithali amrihi. Kwa hivyo Nabii Daud alayhi salatu wasalam yeye alipewa neema kubwa. Miongoni mwa neema alipewa Nabii Daudi ilikuwa ile alanatul hadid, yani alikuwa mwenye kunyorosha, alikuwa akitengeneza vitu kutokamana na vyuma. Kwa hivyo hii ilikuwa ni neema kubwa sana ambaye alipewa Nabii Daud alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo akaambiwa kwamba i'malu shukran, yani tenda ama chukua shukurani kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokamana na hii ujuzi ambaye amekupa. Na hiyo shukrani haikuwa katika mambo mengine isipokuwa ilikuwa ni katika taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pia vile vile kufuata amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa neema nyingi sana. Miongoni mwa neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjalia mwanadamu, neematul akli. Neema ya akili ni neema kubwa ambayo lazima ushukuru, kwa sababu ikiwa wewe unaweza ukakaa na ukawaza ukapanga kitu fulani na ukafanya kile kitu, mpango ule ukawa wenye kufaulu, si ya kwamba ujuzi umekuwa ni wako, bali ile akili umepewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekuongoza mpaka ukafikia kiwango cha kufaulu kile ambacho unacho. Kwa hiyo hiyo ni neema kubwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia mimi pamoja na wewe. Lazima tushukuru hiyo neema. Neematul mali. Mali pia ni neema ambayo pia vile vile hata ukipewa ile mali na hauna njia ambayo utakayo iweka ile mali au ikontrol ile mali, kwa hiyo itakupotea. Na iwapo Mwenyezi Mungu amekujalia pia vile vile lazima uwe mwenye kushukuru, neema kubwa. Neematul aulad, pia kuna watoto ni neema kwetu sisi. Kwa hivyo lazima tuwe wenye kushukuru hizi neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Na tunaambiwa kwamba in tu'addu ni'matullah la tahsuha. Kivyo vyote ambavyo tutakavyotaka tuhesabu neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hatutaweza kumaliza ile neema ambayo Mwenyezi Mungu amemfadhilisha na akampa mwanadamu. Tunaambiwa ya kwamba idha akramaka Allahu bimali fala tunfiqu fil haram. Ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia akakupa mali, kwa hivyo hii mali pia vile vile piga hesabu yake, usitoe au usitumie hii mali katika haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ndefu
kuna wakati ambapo mtu alikuwa katika safari, yaani anarefusha ile safari yake, na huyu mtu alikuwa ni mtu ambaye nywele zake zilikuwa chafu, na huku yeye anatarajia kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupata mema mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu kuna vitu ambavyo alikuwa amemjalia, kwa hivyo yeye akawa anainua mikono yake, anaomba ya Rabbi ya Rabbi, lakini angalia nyuma yake, nasema mat'amuhu haram. Katika chakula chake alikuwa anakula katika haramu. Namna alipokuwa akipata chakula chake ilikuwa ni katika njia ya haramu. Sio kwamba chakula ukipata tu na waanze kukitumia, pia vile vile itaangaliwa vipi kulipata hiki chakula. Wa malbasuhu alharam, pia nguo ambazo alikuwa amevaa amepata katika njia ya haramu. Wa khudhiya bil haram, na pia vile vile hata kukuzwa kwake tangu udogoni mwake, kile chakula alikuwa anakula katika vitu ambavyo vilikuwa haramu. Ndipo anauliza, wapi utaitikiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo ndipo tunaambiwa kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akramaka bimali, amekukirimu, amekupa kitu katika mali, wala tunfiku fil haram. Na pia vile vile kuna vyombo ambavyo sisi tunamiliki ndani ya majumba zetu. Kuna wengine wanasema kwamba hiyo televisheni hiyo ni haramu. Kuna wengine ambao wamepitisha kwamba hiyo ni haramu. Wanasema tu ni haramu. Kuna vitu ambavyo sisi tunamiliki. Kwa mfano, Mungu amekuneemesha, amekupa ile TV. Na pia vile vile hiyo TV tunaambiwa kwamba fala tastamiluhu fil haram, tusitumie ile TV katika njia ya haramu. Kuna vipindi vingine ambavyo pia vile vile inafaa wewe kuvitizama, na kuna vipindi ambavyo pia vile vile si halali kwa kutizama, madamu wewe una kile kifaa, lakini ukikitizama unapata madhani kwa kile ambacho utakuwa unakiona. Kwa pia ni neema, lakini ile neema pia vile vile lazima tuitumie katika njia ambayo ni halali. Na pia vile vile kila mmoja sasa anamiliki simu. Ile network za internet, ile simu imebeba kila kitu. Kuna mazuri ambayo ile simu imebeba, na kuna tena mambo ambayo ni mabaya sana ndani ya ile simu. Pamoja kuwa ni neema Mwenyezi Mungu amejalia, amefanya ulimwengu umepanuka, lakini pia vile vile tumie ile simu katika hali ambayo inastahili. Tusiingie ndani yake tukachokora kabisa, kwa sababu sisi tumekuwa ni wale ambao yani tunajulikana sana katika kubrowse zile simu na kuingia katika kila sehemu ya page. Vijana lazima pia vile vile, kwa sababu imekuwa hawa vijana saa hizi yani wamebobea katika hali ya hizi network za simu. Pia vile vile uko nayo, lakini elewa ya kwamba pia vile vile inaweza kuingiza katika haramu. Pamoja na kuwa tunaambia kwamba tushukuru katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa tutaitumia hii simu katika ile da'wa ila Allah, kuna ile kulingania kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa hivyo itakuwa ni neema kubwa sana. Ama ile simu itakuwa ni neema kubwa kwetu sisi. Lakini iwapo labda tutakuwa nayo na sisi tumeichukulia katika mambo tu ya dunia, tunaitumia ingine na kuingiza katika haramu,
Kwa hivyo tujue kwamba tutakuwa mas'ul mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu watukufu wa Islam, ama neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ametujalia, lazima tuwe wenye kushukuru hizi neema. Na Mwenyezi Mungu ametupa neema nyingi sana. Kwa hiyo lazima tushukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na hizi neema, na tutakuwa wenye kufaulu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu tabaraka wa ta'ala huwa asdaq ta'lim. Fa idha qira al-Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. فقال عز من كائن عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأما بنعمة ربك فحدث. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم. يقول قال استغفر لكم سائر المؤمنات فاستغفروه وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة عيد الأزهر وجعل المؤمنين موسما لاغتنام الله الجزاء وهو اليوم المعد لزيارة العالمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ونشكر سبحانه وتعالى الذي رد لنا موصل إلى دار السلام. وما يبتغي غير الإسلام دينا ولا يقبل منه في الآخرين الخاسرين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن نجد وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل بالهدى دين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اما بعد، فعباد الله، اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله طاعه. قال الله عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى مرة النشور. اللهم من أهل بيته طاهرين أمهات المؤمنين ومن أصحاب المتقين، خصوصا من أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم إلى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك السميع الدعاء رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم اكبر. الله لما تسمعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. إقامة الصلاة وإقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi